mandate Yoshua ya kuchukua kijiti cha Musa na kuwapeleka wana wa Israeli Kanaani. Anamwambia, sikiliza, moja kati ya siri yako ya kufanikiwa kwenye hii safari, jambo la kwanza, mimi nimeshaongea na Musa tayari, na nilichoongea naye amekiandika kwenye kitabu cha Torati. Alafu akamwambia, haya maneno ya Torati yasitoke kinywani mwako, maana yake you have to speak the word of God. Na anasema atafakari mchana na usiku. Haya maneno yanapaswa yatengeneze your mindset. Haleluya. Alafu anasema uangalie kutenda sawa sawa. So hayo hiyo kitabu cha Torati ndio kiamue namna yako ya kuenenda. Tumeelewana? Nini neno la Mungu linasema kwa habari ya biashara, ndio uenende kwa namna hiyo. Alafu anasema ukifanikiwa kufanya hivyo ndipo utakapoifanikisha njia yako. Manake kumbe kufanikiwa hakuko mikononi tu mwa Mungu. Kufanikiwa kupo mikononi mwa mtu. Hello. Yaani ukifeli kwenye ndoa usije ukasema shetani ndio kasababisha nifeli. Wewe ndio umesababisha shetani akuzuie usifanikiwe. Usije ukamlaumu wala Mungu. Kufanikiwa kwenye chochote kuko ndani ya uwezo wako. Hallelujah. Hallelujah. Do you get my point? Tumeelewana vizuri? Sasa moja kati ya eneo la msingi ambalo unapaswa kufanikiwa unapokuwa duniani ni eneo la mahusiano na ndoa. Kama kuna eneo ambalo unapaswa kufanikiwa ni eneo la mahusiano na nini? Na ndoa. Nilikuja kujifunza, at the end of the day, what matters is your relationship with God, your relationship with your family, and your relationship with the strategic relationships. Na maanisha hivi, tukishafanya yote, tukikimbiza hela, tukikimbiza mafanikio, tukifanya kazi, tukisoma ma-PhD, ma-profesa, tukiwa sui nani, yote ni mazuri na yanavutia na yanapendeza. Haleluya. Lakini mwisho wa maisha kule, mwishoni kule, kitakachokuwa kinamata kwenye maisha yetu ni Mungu kwanza. Cha pili ni familia. Cha tatu ni mahusiano yako na watu wa muhimu. Haleluya. Haleluya. Ndio maana mtu ambaye ana hekima anaweza akafanya vitu vingine vyote huku akiharibu haya mahusiano haya. Ukifika mwisho utagundua, sijasema you are a fool, lakini utagundua you didn't have wisdom. Haleluya. Sasa kumbe moja kati ya eneo ambalo la lazima kufanikiwa ni eneo la ndoa na familia. Ndio point yangu nataka nikuonesha hapo. Haleluya. Lakini tumekubaliana kabisa, pamoja na kwamba ni mapenzi ya Mungu makamilifu nifanikiwe kwenye eneo la mahusiano, ndoa na familia, bado still ili niweze kufanikiwa ni lazima nijue laws and principles that governs marriage and family. Lazima nijue kanuni na taratibu zinazotawala eneo la mahusiano na ndoa. Hello. Hello. Na ndio maana mwezi huu mzima tukakaa chini kwamba okay, pamoja na kwamba tunakufundisha kuhusu kuomba, pamoja na kwamba tunakufundisha kuhusu mifungo, pamoja na kwamba tunakufundisha kuhusu utoaji, pamoja na kwamba tunakufundisha kanuni zote nzuri za kuvutia za kuhusu spirituality, the word of God, prayer, sijui nini, vitu vinavyofanania na hivyo, utakatifu na vitu vinavyofanania hivyo, yote hayo ni mazuri, lakini still unapaswa ufanikiwe pia na kwenye eneo lako la nini? La ndoa. So sasa inawezekanaje kanisani tunafundisha ndoa? Tunafundisha ndoa kwa sababu neno la Mungu limeongelea ndoa. Na uwezo kufanikiwa mpaka umejua sheria za neno la Mungu zinazosema kusudini ndoa. Mimi siwezi nikawa namzidi Mungu hekima. Kama Mungu mwenyewe aliongelea ndoa, Yesu akaongelea ndoa, Paulo akaongelea ndoa, mimi ni nani? Nyinyi mnaonaje? Mimi ni nani? Yani nisiongelee ndoa? Mungu Bwana wa majeshi, mtu wa vita, Bwana ndio jina lake, aliongelea ndoa. Mimi nisiongelee. Do you get what I'm saying? Na ndio maana tukaanza Jumapili 3 kwa wale waliokuepo, tulianza kujifunza kwa habari, tulikubaliana kabisa na mtumishi wa Mungu Pastor Evelyn Eska kalifanya vizuri sana katika hizo Jumapili 2. In case kama kufuatilia, hizo audio zipo na hizo video zipo. Alitufundisha kwamba ndoa ni taasisi. Haleluya. Na kama ndoa ni taasisi, lazima ina uongozi, lazima ina sheria, lazima ina kanuni, lazima ina utaratibu. Kama ambavyo kanisa ni taasisi, wewe hujatoka ulikotoka ukasema leo mimi nimeamua nataka mimi ndo niongoze maombi.
Nimeamua, yaani leo nimesikia upako, Roho Bwana kanishukia, nipe mic Kiribuche, nipe mic leo. Bwana amesema leo mimi ndo nihubiri. Haleluya. Haleluya. Amtii Roho Mtakatifu nyewe. Mimi Roho Mtakatifu nina neno, nina mzigo. Hamjasikia kwa nini? Kwa sababu hii ni taasisi ina utaratibu. The same with marriage. Ndoa ni taasisi ina utaratibu. Na kwa wale ambao walikuwa kwenye the Kingdom Marriage Academy nikawaongezea, marriage is an organism. Hivyo. Sikiliza, marriage is both an organism and an organization. Ndoa ni taasisi, lakini pia ndoa ni kiumbe. Unapaswa kujua namna ya kuendesha ndoa kama taasisi, na unapaswa kuendesha ndoa kama kiumbe. Na hapa tukajifunza the balanced diet of marriage. Unamisi mambo mengi, si utaki kuja wewe unasema uko busy. Tuache hiyo, tuache mambo ya nani. Sasa kwa kuwa ndoa ni taasisi, tukaanza kujifunza sehemu ya kwanza kwamba sheria zinazotawala ndoa. Na tukasema sheria ya kwanza ni sheria ya kuacha. Mwanzo 2:24 mpaka 25. The law of living. Hallelujah. Na tukasema baada ya kuembrace the law of living, sheria ya kuacha, unafuata sheria nyingine inaitwa sheria ya kuambatana, the law of cleaving. Hallelujah. Alafu kimaliza hiyo sheria, kuna sheria nyingine hapa katika tuliacha kwa sababu imekaa kimtego, inaitwa the law of oneness or the law of intimacy. Nao watakuwa mwili mmoja. Umeelewa? The law of nini? Intimacy. Mkioa mtafute na kuolewa mtafute. Tulizomaliza hapo tukaenda kufundisha kwa baada the law of transparency, kanuni ya uwazi, ambao na yenyewe hiyo ikafundishwa between singles and married kidogo, lakini wanandoa kuna mambo mama kuongea. Ni wanandoa ukioa na kuolewa tutafute. Hallelujah. Lakini at least umeanza kuona kumbe kuna sheria zinatawala nini? Ndo na uzuri mtumishi wa Mungu alifundisha, alidadavua kila eneo nini vizuri. Na zote hizo tulizoziongea tukaziweka kwenye kichwa kimoja inaitwa the spirituality of marriage. Ukiroho wa ndoa. Na kama unakumbuka, kwa wale ambao walikuwepo kwenye hiyo ukiroho wa ndoa kwenye the Kingdom Marriage Academy, kuna kitu tulikiongezea, tukasema the architecture of marriage, the place of God in your marriage. Nafasi ya Mungu kwenye ndoa yako. Kwa sababu tulikuwa tunaongelea the spirituality of what? Of marriage. Kama naelewa sema amen. Niliwamiss kwanza. I missed you so much. Jumapili 3 bila kuongea na nyie. Leo nitawabombaji. Jumapili 3 sijaongea na ndugu zangu, hamna. Sasa nataka unifundishe title tunaanza leo, na tutafanya leo na Jumapili inayokuja. Of course na wiki tutakuwa tunafundisha kitu hicho kwa sababu Jumapili hizi mbili hazitoshi kuongea kila kitu. Nataka nifundishe series moja to the other side of marriage. Na itakuwa ni part 1. Upande wa pili wa ndoa au upande mwingine wa ndoa. Tujifunza the spirituality of marriage. Tena tunajifunza upande wa pili wa ndoa. Na mambo haya nitakokuwa nafundisha 99.9999% ni mambo ambayo utaenda kuyajua au kuona uhalisia wake siku ukiingia kwenye ndoa. The other side of marriage. Tumeelewana? Yaani uhalisia, hata kama uelewe usipate shida, wewe yashike kama alivyo, kwa sababu hakika nakwambia kabla jogoo hajawika mara 3. Kama uko kwenye ndoa utakuwa unanielewa vizuri, na kama hujaingia kwenye ndoa utanielewa. Siku ukiingia unaanza kuona moja toka day 1. Kama ndo ile. Hallelujah. Na naanza part 1. Ziko part nyingi, naanza leo part 1. Kwa season nyingine tutaangalia upande mwingine. Hata ile ya mama ile ni part 1. Ipo part zingine zinaendelea kwa mbele ya safari. Hallelujah. Sasa naposema the other side of marriage, hapa nitakuwa na base na mambo fulani ambayo they are very tricky somehow, kwa sababu watu wengine wanayatem kama sio ya kiroho. Kwa sababu watu wengi ili waone kitu ni cha kiroho lazima waone kina maombi ndani kidogo, kina maandiko mengi. Umeelewa Sasa yes, hapa sasa pastor anaongea vizuri. Ukianza kufanya hiyo ni saikolojia. Samani brother. Saikolojia aliyegundua nani? Aliyeanzisha nani? Nenda kafuatilia watu wa kwanza kugundua hivyo vitu na saikolojia walikuwa ni akina nani? 99% walikuwa ni wachungaji. That's the truth. Vitu vizuri vingi vinatokea kanisani.
Ukisikia hata waliofundisha leadership in a very serious way ni wachungaji. Ndio nakwambia sasa ukweli. Anaweza asiongeze sheria, ni wachungaji. Nenda kafuata na John Maxwell. Wale ni wachungaji wote wale. Hallelujah. So hivi vitu viko very tricky kidogo kwa sababu ni kama ndio maana nasema the other side of marriage. Ndio maana nimesema hivi makusudi, sio bahati mbaya. The other side of marriage. Kuna maeneo kama 6 ambayo unapaswa baada ya hiyo foundation tulioongea ile yote yale, ma spirituality, craving, baada ya crave, baada ya crave, unite and to be transparency. Ukishamaliza hapo unaenda the other side of marriage. Kuna maeneo kama 6 unapaswa kuyajua kuhusu mwenzi wako na wewe. Eneo la kwanza, unapaswa kujua na kutimiliza mahitaji ya mwenzi wako. Utanielewa, usipate shida, just relax. I'm a teaching priest by the grace of God. You have to understand and meet the needs of your spouse. Unapaswa kuelewa na kutimiliza mahitaji ya mwenzi wako. Na jambo la pili, you have to understand the love language of your spouse. Unapaswa kuelewa lugha ya upendo ya mwenzi wako. Sijari. Jambo la tatu, unapaswa kuelewa utofauti kati ya wewe na mwenzi wako. You have to understand the man-woman difference. Unapaswa kuelewa utofauti uliopo kati ya wewe na mwenzi wako. Jambo la ngapi tena? La 4. Unapaswa kuelewa haiba ya wewe na mwenzi wako. How silkas yuhuluka, vitu kama hivyo. The temperamental difference kati ya wewe na mwenzi wako ni ipi? Hallelujah. Hallelujah. Lakini pia jambo la 5, unapaswa kuelewa the roles and responsibility of each other. Unapaswa kuelewa majukumu na wajibu wako na mwenzi wako. The roles and responsibility. Na jambo la 6, you have to understand the divine order of the kingdom, marriage and family. Unapaswa kuelewa muundo wa familia ya kiungu. Narudia kwa mkazo sasa, kwa usipate shida. Hiyo jambo narudia kutoka mwisho kwenda juu. La 6, unapaswa kuelewa the divine order of a kingdom, marriage and family. Unapaswa kuelewa muundo wa familia ya kiungu. Unapaswa kuaje? Tumeelewana? Hapo umeandika hiyo? Mmeshaandika? You have to understand the divine order of the kingdom, marriage and family. Unapaswa kuelewa muundo wa familia ya kiungu na ndoa ya kiungu. Jambo la 5 la juu, unapaswa kuelewa wajibu na majukumu yako na mwenzi wako. You have to understand the roles and responsibility of each one. Unapaswa kuelewa wajibu na majukumu yako na ya mwenzako maana yake. Kwa roles and responsibility ya kwako na kwake. Hallelujah. Hallelujah. Lakini pia unapaswa kuelewa the temperamental difference. Temperamental difference maana yake kuelewa utofauti wa haiba ya mwenzako na ya kwako. Hallelujah. Hallelujah. Lakini pia unapaswa kuelewa men woman differences. Utofauti kati ya mwanaume na mwanamke. Hallelujah. Kingine nimesemaje namba 2? Kuelewa lugha ya upendo, love language ya mwenzi wako. Hallelujah. Lakini pia ya kwanza nikasema understanding the needs, mahitaji ya mwenzi wako. Hayo mambo nimesema 6. Nimepesi kwa kuyasema, usipoyaelewa utashaka mnavurugana na mwenzako afu uelewi. Unaweza kuona mwenzako backslide, backslide. Ni kuna mambo uyajui. Na ndio maana wanawaambia watu, mimi napataga shida mwanaume ambaye anaoa wanawake wawili. Kwa sababu your wife ni lifetime university. Your husband ni lifetime university. Kila wakati analeta upande mpya, toleo jipya. Tazama Bwana afanya jambo jipya. Mwenzi wako atafanya jambo jipya kwenye kila majira. Ni kama umeanza kumuelewa, unaanza kuona alipopata ujauzito, mbona amekuwa version ya mtu mwingine tena, sio yule wa kwanza. Kwenye ujauzito mwezi wa kwanza ni tofauti na ambaye alisema ana ujauzito wiki 3. Tumefika mwezi wa 3, mbona kama ananivuruga? Ni kama unaanza kuelewa ile miezi 3 anageuka. Anabadilika tena. Anaenda mpaka miezi 7 hapo. Mbona anabadilika? Akijifungua umeanza kumuelewa. Akiwa ana ujauzito shangaa alipojifungua kageuka tena. Ndoa sio ngumu. Ila marriage the very complex entity. Complexity yake
ni kwa sababu inamhusisha mwanadamu. Ndio shida, yani shida ya ndoa haina shida, yani ni kwa sababu inahusisha mwanadamu. Ndio shida iliyopo hapo. Haleluya. Wewe mwenyewe kuna wakati ujielewe, yani kuna wakati hivi mimi. Wewe mwenyewe kuna wakati ukikaa unaona mpaka sijielewe hivi. Alafu unataka mwenzako akuelewe. Atakuelewa, lakini akielewa haya mambo yanafundishika. Haleluya. Haleluya. Sasa series hii nataka nifundishe understanding and meeting your spouse needs. Kuelewa na kuyatimiliza mahitaji ya mwenzi wako. Na kama umeokoka sana usipate shida na maandiko, kwa usipate shida. Yaani niko vizuri. Yaani usiwe ukateseka sasa kwa pastor anafundisha maandiko ninayosema amina. Haleluya. Naomba niwaambieni ukweli. Jamani, mtu anaweza kuwa kabla ya kuoa alimconsult Mungu kabisa kwenye kupata mwenzi sahihi na akawa amepatia vizuri kabisa. Haleluya. Na wakati mwingine anaweza kuwa hata anajua baadhi ya kanuni za kiroho, living, cleaving, intimacy, sio oneness, sio mambo ya transparency na mambo mengine yanayofanania na hayo. Lakini kuna tu vitu tudogo ambato usipotujua tunaweza kuharibu ndoa yako. Narudia tena. Unaweza ukapatia kabisa kupata mwenzi sahihi, lakini kuna mambo usipoyajua yanaweza karibu ndoa yako. Kuna aina 3 za ndoa. Aina ya kwanza inaitwa bad marriage, ndoa mbaya. Ndoa mbaya ni aina ya ndoa ambazo mwanaume wala mwanamke hajari kutimiliza wajibu wake wala nafasi yake, hajari chochote na hajari mambo, si kama mwenzi wangu anaweza kuwa na mahitaji, yeye hajai. He don't care or she don't care. Wanaishi tu kama vile kwa sababu tumeoana tunazaa watoto, tukiachana tutaharibu watoto, lakini wenyewe they don't care. Mke anaweza kukaa kwenye wajibu wa mwanaume, mwanaume anaweza kukaa kwenye wajibu wa mke. Yani ni vurugu, yani tumeelewana. Mtu hajui chochote kuhusu kama mwanamke anahitaji uhitaji. Yeye anakuambia hakuna. Wanawake ni hela tu, wewe mpe hela tu. One of the risky thing women needs is money. Najua wanawake hata kukubali, wanataka wakatae. Hata wao hawajui wanachokihitaji. Haleluya. Hiyo wanaosema hela ni translation ya kitu ambacho wanakihitaji ambacho sio hela. Ndio maana anaweza kuwa na hela na bado mke wa Bill Gates akamwacha Bill Gates. Niliwauliza, nilisema mniambie matajiri wangapi ambao wameachana mpaka sasa hivi. Niliwapa hiyo report assignment. Mnakumbuka wale wa Kingdom Marriage Academy? Mlitafuta? Niambie mfano. Wameacha kama wangapi? 7. Nani ambaye anakumbuka? Ambaye alifuatilia? Katika matajiri 10 wameacha wangapi wake zao? Tena sio wameacha, wameachwa. Maana sio kuacha, sema wameacha. Kuacha ndio tofauti na kuachwa. Kama 8. Top most billionaires. Na hiyo sio billionaires, ni trillionaires. Kwa sababu 10% yake anaweza ni bajeti inaweza kaa inazidi ya taifa. Lakini ameachwa. Kwa kumbe wanawake hawataki hela. Ni nyie tu hamjui wanachotaka. Hawataki hela. Yaani hela ni kitu, yaani ndio akija kupata hela anagundua anachokihitaji mimi sio hela. Ila hela ilikuwa ni kuna hitaji liko nyuma ya nini? Ya hela. Haleluya. Aina ya pili ya ndoa inaitwa a good marriage. A good marriage, mwanaume anaweza kaa anatimiliza wajibu wake, anaweza kaa anajua nafasi yake, lakini ni mwanaume ambaye hajui mahitaji ya mwenzi wake. Umeelewa? Ndio unakuta mwanamke analalamika kwamba mimi wewe unipendi. Alafu mwanaume anaambia wewe mwanamke huna shukrani. Na kusomeshea watoto, nimekununulia gari. Kitu gani unakosa umndani? Ushasikia mtu anambia, unakosa nini umndani wewe? Unakuli, uvai. Somesha watoto wako. Mwanamke anasema unipendi. Basi nakupenda basi. Unataka my brother. Unaweza kuwa unatimiza wajibu wako, unaweza kuwa unatimiza majukumu yako, lakini you don't meet the need of your husband or your wife. A great marriage. Ndoa bora, ndoa ya kiungo, ni ndoa ambayo watu wanajua wajibu wao, wanajua majukumu yao, and of course wanaenda extra mile to meet the need. Sijasema the want, the needs.
wanaenda kutimiliza mahitaji ya wenzi wao. Kwa ukisikia mwanamke anasema ni mume wangu mimi ananipenda, yani huwezi kuniambia kitu. Akili zenu nyewe mnachowaza sasa atakuwa amempa gari. Yaani ndio yani atakuwa anampa mahela. Yaani akiomba tu mahela anapewa. No, it's more than that. He or she is meeting the needs of his or her husband or wife. Hallelujah. The wonders of meeting needs, maajabu ya kutimiliza mahitaji ya mwenzi wako. Ajabu la kwanza, kama mwanaume anatimiliza mahitaji ya mke wake, atagundua mwanamke atampenda na atakuwa submissive, atamtii. Yani by default bila kutumia nguvu. Atajikuta anampenda mke wake, anajikuta anampenda mume wake na anamtii. So ukianza kutimiza mahitaji ya mke wako, utashangaa hutumii nguvu yeye kuwa submissive kwako. Jambo la pili, mwanamke akitimiliza mahitaji ya mume wake, atashangaa atapata mwanaume ambaye he is very loving and very caring. Hallelujah. Jambo la tatu, kutimiliza mahitaji ya mwenzi wako kunazalisha ndoa yenye furaha na amani tele. Jambo la nne, kutimiliza mahitaji ya mwenzi wako ndo msingi imara wa ndoa bora zote. Kwa ndoa, ukitaka ndoa iwe imara, moja kati ya sheria ambayo unapaswa kuitimiliza ni kutimiliza mahitaji ya mwenzi wako. And unaposema mahitaji, remember, kwa leo mnasoma Kindengereko kilichochangamka, mahitaji ninayozungumzia ni needs, sio wants. Tumeelewana? Yes, that's very wonderful. Sema Baba, katika jina la Yesu, fungua moyo wangu nielewe neno lako. Sasa kuna mahitaji ya aina 9 ambayo unapaswa kuyatimiliza kwa mwenzi wako kwenye ndoa. Tumeelewana? Moja wapo ni spiritual needs, mahitaji ya kiroho. Mengine nitayataja kwenye The Kingdom Marriage Academy kuanzia kesho. Lakini jingine ni gender specific needs. Sisi sema kuna maeneo 9 ya mahitaji ambayo unapaswa kuyatimiliza. Jamani, ndoa ni complex, au umeonaje? Hadi hapa sio naanza kuvurugana. Nimesema kuna la ya kutimiliza mahitaji ya mwenzi wako, si ndio hivyo? Si mmenielewa? So yoktani, hata kama sasa mimi ni kichwa na unasimama kwa nafasi yako vizuri, unaongoza familia yako, that's wonderful and good. Lakini usiishie hapo, lazima uende kutimiza nini? Mahitaji. Tumeelewana? Na kwenye mahitaji kuna mahitaji, maeneo 9 ya mahitaji. Eneo la kwanza ni eneo la kiroho. Kuna mahitaji ambayo mke wako anahitaji ya kiroho, kama ambavyo wewe kuna mahitaji ya kiroho unahitaji kwa mume wako, kwa mke wako. Hilo ni moja. La pili ni gender specific need. Yani ni mahitaji ambayo, hayo ni mahitaji ambayo anahitaji mtu kwa sababu tu ni wa jinsia fulani. Yani kuna mahitaji mtu anayataka wala sio, achana na mambo ya kiroho. Anahitaji kwa sababu yeye ni mwanamke. Yani ile kwa kuwa amezaliwa mwanamke tu, kuna mambo anayahitaji. Kama ambavyo kuna mahitaji ambayo kwa sababu tu amezaliwa mwanaume. Yani ile tu kuwa mwanaume. Ikitokea hilo hitaji halihitaji, ni exception, is not a rule. Hajanisikia? Yani kila mwanaume kuna mahitaji ambayo anayahitaji. Ikitokea mume wako alihitaji, ni exception, ni special case. Anatakiwa afanye study. Hallelujah. Kwa kwenye series hii nitafundisha hilo moja. Nitafundisha hilo eneo hili katika hayo 9. Nitafundisha hili. Simesema part 1, mbona mnaogopa? Si tuko wote au? Mama darasa 7 ni tuko, na mwaka huu tuko wote mpaka mwezi wa 12 ni ndoa tu. Au nadhani nilikuwa natania nilivyoahidi mwezi wa kwanza. Nilikuwa namaanisha, yani mpaka tunamaliza. Na ndoa haya yani naruka huko napiga yani. Piga kiroho, piga kila kitu. Hallelujah. Sasa ndio inakuja sasa somo langu la leo, understanding and meeting the needs of your spouse. Na mahitaji ninayozungumzia leo ni mahitaji kama matokeo ya kuwa mwanaume au kuwa mwanamke. Gender specific needs. Nisikilize. Generally inakubalika wanaume wote na wanawake wote, they are the same. Ikitokea hawako sawa, huyo wa kwako ni exception. Yani wanaume walivyo wako sawa, yani wako sawa. Wanawake pia wako sawa. Except wachache ambao hiyo ipo kwenye kila sheria, kuna mmoja lazima achane mkeka. Kama Arsenal tu.
Ambaye hajaelewa basi tutaelewa kesho. Haleluya. Sasa sema yeye. Moja kati ya jambo ambalo litakusaidia uwe na ndoa ya baraka ni lazima ukubaliane na ukweli na uheshimu kwamba jambo la kwanza, wewe na mke wako mpo tofauti. Yeye ni mwanamke, wewe ni mwanaume. Lazima ukubali na uheshimu kwamba tuko tofauti. Sawa? Lakini jambo la pili, lazima uheshimu kwamba huyu mke wangu ana mahitaji ambayo mimi sina, na mimi na mahitaji yangu ambayo yeye hana. Na ili tuifurahie hii ndoa, lazima niyajue na nijue namna ya kuyatimiliza. Hey, umenielewa? Au bado mnalobulobu? Narudia, nimesema hivi. Yaani ukitaka kuenjoy ndoa, lazima ukubali huu ukweli, yani kwamba mimi na mke wangu au mimi na mume wangu tuko tofauti. Na utofauti wetu wala sio maajabu, ni kwa sababu yeye ni mwanaume, mimi ni mwanamke, au mimi ni mwanaume, yeye ni mwanamke. Hiyo tu inatosha kuwa na utofauti. Lakini ya pili, kwa sababu tuko tofauti, yeye ni mwanamke, mimi ni mwanaume, ana mahitaji ya kike na mahitaji ya kiume. Kazi yangu ni kuyajua na kujua namna ya kuyatimiliza ili ndoa iwe na baraka. Upaswi kufight nayo, na upaswi kutranslate mahitaji yake. Kwa mfano mwanaume ni translate mahitaji ya kike kiume. Yaani ana mahitaji ya kike na yaani mtu anaweza kaelewa hitaji afu analitranslate kiume, yani na kujua namna ya kuyatimiliza. Kuna mambo ningekuwa naongea na ndoa ningeongea mambo fulani hivi. Upaswi kufight nayo, yani kwa mfano sema yani vile uso wa gumegume, na upaswi kutranslate mahitaji yake. Kwa hiyo translate mahitaji ya kike. Mwanamke anaweza akasema hivi, mme wangu, yani naomba unikumbatie, hold me please. Kahitaji afu analitranslate kiume, yani lini mwa mwanaume kinachokuja sio hicho ambacho mwanamke anakitaka. Kama hujanielewa basi. Umenielewa kusema anaelewa kabisa huyu anahitaji kuwa, lakini yeye kichwani mwake tafsiri nao kuja. Yaani ni kuishia tu kuhold tu, yani hivyo tu eti imeisha. Yaani hivyo kirahisi hivyo. Umeona changamoto ilipo sasa? Sasa hilo jambo la kwanza, bora anayejua ni rahisi kujua huyu anachohitaji hapa ni hiki. Do you get what I'm saying? Sijari, uzuri miaka sio mingi sana tutakuwa na madude mengi, tunafanya madude. Ni ndoa tu. Kuna tukio lingine ni ya wanandoa. Yaani unafundisha practical, yani kwa mfano, tunaanza mfano. Kama uko single, kaa kushoto, hapa wanandoa tu. Amsijari, mambo yapo yanakuwa mazuri. Hapo tunalipuka tu. Pastor hajaokoka, mbinguni naenda. Let's start sasa. Kuna mahitaji yasiyopungua 10 ya kila mtu ambao ni ya lazima. Tumeelewana? Naomba nianze na mahitaji ya mwanaume. Hitaji la mwanaume. Ninaongea na wanawake, lakini na wanaume mnisikilize kwa sababu yanawafaa pia. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Mithali 14 mstari wa kwanza. Mithali 14 mstari wa kwanza. Anasema hivi: kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba. Tukitaka kujua kama mwanamke ana hekima, tunaangalia ndoa na nyumba yake ipoje, sawa? Anaposema hekima, maana yake ni kuwa na inafanya maarifa ambayo translates kwa matendo yaliyozalisha matokeo. Matokeo yanatokea kwenye maarifa. Ndivyo. Sasa moja kati ya mambo kujenga nyumba yako ni kujua mahitaji mama ya mume wako, na sio mume wako, ni kwa sababu ni mwanaume. Kwa ya kwanza ujue mahitaji mama ya wanaume, alafu ukiwa kwenye chuo kinachoitwa mume wako, kuna mahitaji ambayo anahitaji mume wako ambao wanaume wengine hawahitaji, ambayo hayo ndio kwenye kufanya study, unamfanyaga study, lakini kwa kuanzia na haya ambayo ni ya lazima. Do you get what I'm saying? Mmenielewa? Unaanza na haya ambayo ni ya lazima ya kila mwanaume. Alafu baadaye unaendelea kumfanyia study mume wako, ni lipi ambalo analihitaji yeye kama yeye ambalo aliko kwa wanaume wengine.
lakini haya ni ya lazima. Nimesema yapo yasiyopungua 10. Na tutajifunza yote. Haleluya. Hitaji la kwanza, na ni la kwanza kwa ukwanza wake kwa kila mwanaume, ni heshima. Nimewahi fundisha hili somo, ila ashumu kama wewe nisikilize mimi mtaalamu, najua ninachokisema. Heshima. Waefeso 5 mstari wa 22 mpaka 33. Waefeso 5 mstari wa 22 mpaka 33. Andiko la ndoa. Ukienda mstari wa 33 anasema hivi. 33. Naomba mfike wote hapo. Tufike tusome kwa pamoja. Fike tusome kwa pamoja. Umetembea nawe toka mwanzo, upo pamoja nasi, hapa tulipo ni kwa nguvu zako. Asante Eloi abaya yali. Efeso 5:33, 1, 2, 3. Hata hivyo kila mmoja wenu ampende mkewe kama amsomi. Nimesema tusome wote. 1, 2, 3. Hata hivyo amsomi. Wa Efeso 5:33. Hamna Biblia wewe. Nimesema Efeso 5:33. Inasemaje? Nimechanganya mafaili. Nimeenda kusoma kwenye Biblia ya neno. Twende basome wote, haina shida. Lakini kila mtu ampende mke wake. Subiri, kwa ampende nani? Sio mchumba, sio girlfriend. Ampende nani? Tuendelee. Kama nafsi yake mwenyewe. Wala mke asikose kumstai mumewe. Sasa hilo neno kwenye kumstai mumewe, kwenye Biblia ya neno anasema hivi. Kwenye Biblia ya neno anasema naye mke lazima amheshimu mumewe. Ni muhimu kuheshimu wanaume wote, lakini mume wako kumheshimu ni command. NLT anasema the wife must respect her husband. Mmenisikia? Kwa lugha nyepesi, nisikizeni vizuri. Hitaji la kwanza na mama la kila mwanaume ni heshima. Kwa nini? Kwa sababu wanaume wote ndani yao wana ego. Kuna kakitu fulani ka kiume kako ndani yao, kapo fulani. Nikupe mfano kanakoweza kudisplay ako kakitu. Kwa mfano, tulivyokuwa tunasoma shule, unaweza kashangaa mtu anachapu afu ametulia tu. Pa, pa, pa. Anaenda chooni. Akitoka nje. Asani amekomaa. Jamaa aliagi. Wewe sio aliagi. Anaka egocentric. Umewahi kushuhudia mwanamke na mwanaume wanapigana shuleni, afu mwanaume akapigwa? Ushashuhudia? Hilo jambo ni aibu ya mwaka. Yaani unakuta mwanaume ni kama anaona kama mvuliwa nguo. Anaweza akaomba pambano lirudiwe. Do you get what I'm saying? Shida yani wala haina, sio shida sio kupigwa. Shida ni mwanaume anaka egocentric. Sasa wanawake wengi wanadhani wanaweza wakawaini wanaume zao kwa kuwadishana, kwa kutowaheshimu, kuwasema vibaya, kuwatukana. Wewe mwanaume ufai. Anadhani akisema hivyo ndo mwanaume atabadilika. Hakuna mwanamke aliyewahi kumnasa mume wake kwa kumdharau. Hajaizaliwa. Do you get what I'm saying? Ako kapo kwa awe ni mchungaji, awe nabii, awe mfanyakazi, awe mzibu wa mitalo, akiwa mwanaume, hitaji lake la kwanza ni heshima. Mmenisikia ninachokisema? Mmenisikia ninachokisema? In fact, hata kama mwanamke mume wako ni kama umuelewi sana, if you want to bring the best out of him, usimpuuze wala kumdharau na kumwona afai. Mheshimu. Hey, do you get what I'm saying? Mnaelewa vizuri? Kuna msemo mmoja unasema hivi, nisikiaga zamani kwamba njia ya kwenda kwenye moyo wa mwanaume ni chakula. Mmesikia? Mmesikia sasa?
Wewe kikubwa tu ukifika mpikie mke wako madikidiko. Umesikia sasa? Sasa ukitaka kumkamata moyo wa mwanaume, uwe fundi kitandani. Nimeona mtandaoni wanasema hivyo, mimi nimewahi. Tanzania nataka nisiongee kati mnayonaga. Sasa si bwana niseme au? Wanaambia ni wewe mwanamke inabidi wewe unajua. Hawa wanaume, kuna watu walitaka kuingia kwenye mioyo ya wanaume kwa kuwapa hela. Kibenteni. Unasikia kibenteni kinapewa hela na bado kinavuruga mpaka kinaachwa. Nisikilizeni. Hayo mambo yote yanaweza kuwa mazuri, lakini ukifanya yote hayo na ukakosa heshima, hujaingia bado kwenye moyo wa mwanaume. Na wapa passcode ya kuingia kuunasa mwanaume yoyote duniani ni heshima. Ukiwa na mume wako ukitaka kukamata moyo wa, yaani ukitaka watu waseme amempa limbwata, ndio nakupa limbwata hiyo jiza sasa, ndio limbwata lenyewe sasa. Limbwata la kumnasa mwanaume wako. Na hapa nazungumzia mume wako, nimewambia the other side of marriage please. Sio this side, you single, not this side, is the other. Sio kanaletea hapa, unajua mimi nimekamata moyo wa Yoktan. Yaani sasa hivi Yoktan ya burukoti. Naanza kuwafundisha au? Do you get what I'm saying? Hii ndio siri ya kukamata moyo wa mwanaume. Sikiliza. Wanaume wasiookoka hawajuagi kwamba hitaji lao ni heshima. Ndio unashangaa mwanaume akienda ofisini anaanza kutembea na secretary. Kwa nini? Kwa sababu secretary anamfutia kiti, anamletea chai, anafanya nini? Yeye anashindwa kuelewa mbona yeye anasema ni secretary, yani kuna namna anafaa kuwa mke wangu. Yaani anapomwanza, kwa nini? Kwa sababu akirudi kwa mke wake nyumbani, akifika mke wake anampokea kama vuzela. Yaani baba nani? Utaacha hela nyumbani. Yaani wewe, hadi mimi nakuangalia tu. Sasa sikiliza. I don't endorse cheating. Lakini ukiwauliza wanaume wengi kwa nini wanatoka nje ya ndoa, moja kati ya sababu ni kwa sababu ya heshima. Ndio unashangaa wanaume wasio na hekima anaweza kukatafuta katoto kachuoni akaanza kutembea nacho. Kwa nini? Kwa sababu kenyewe akitaka tendo la ndoa muda wote kanampa. Akikaita akisema niko GR Hotel, dakika 2 mbele kalishafika. Umeelewa? Akikapa hela 200,000 kana mlamba hadi miguu, oh, daddy I love you daddy, daddy. Wakati mke wake nyumbani jamaa limesomesha watoto, linafanya nini? Na bado mke wake anasema unipendi. Do you get what I'm saying? Ukitaka kunasa moyo wa mume wako, sheria ni moja: respect and honor. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Yesu ni Bwana. Na kuna baadhi ya kweli za msingi kuhusu kumheshimu mwanaume ambazo tunapaswa kuzifahamu. Sheria ya kwanza: mwanamke unapaswa kumheshimu mume wako kwa namna anayotaka kuheshimika. Tunavotafsiri nini maana ya heshima inatofautiana mwanaume na mwanamke na mwanaume. Yaani mimi ninavotafsiri mwanamke wangu ananiheshimu ni tofauti na mwanaume mwingine. Kuna mwanaume mwingine kuletewa chakula chumbani, anasema umeelewa? Lakini mwingine hamna maajabu. Kwa mfano mimi mke wangu ananiletea chakula chumbani, yani kuna I feel ventilated. Yani kuna nama huo. I'm busy with ministry, you know. Mambo ni mengi. Kwani aze muda huo wa kutoka azufanya nini? No. Na akiwa hata kusema leo unaweza kwenda tukala sebleni? Sio bwana chakula kiko kule. Tafadhali. A king in the house. Halina ajabu sana, lakini kwangu mimi lina ajabu. Si umenielewa? Mimi ninachosema yani lina massage maigo. Yani kuna namna, unajua? Hujailetewa chakula chumbani huwezi kuelewa. Ndio shida. Yani hapa naongea mtu hajaelewa, hawezi kunielewa. Hajailetewa chakula, kuletewa chakula chumbani, msosi, mayai, nini ukaletewa baba, muda wa kufungulia. Ndio maana mimi na kitambi, ndugu yangu sio kasema sifungi. Tumbo limekataa, yani kupungua limekataa. Mpaka mke wangu anasema namna pekee wewe kupungua uanze kufunga tatu kavu kila wiki. Wewe ungekuwa mimi wewe kuweza?
Mheshimu mume wako kwa namna ambayo yeye anataka aheshimiwe, sawa? So mume wako akwambia uniheshimu, useme mwambie samahani. Unaposema sikuheshimu unamaanisha nini? Basi that's simple like that. Akikwambia anza kufanya. Usipofanya ambavyo yeye anaona ameheshimiwa, chochote utakachokifanya hujamheshimu. Hey, do you get what I'm saying? Kuna mambo unaweza usinielewe. Siku ukiingia kwenye ndoa, yani nakuhakikishia utaelewa. Utakuja kurudia hii sermon. Kama ambavyo mwanamke anahitaji unconditional love, mwanaume anahitaji unconditional respect. Haumheshimu kwa sababu anaheshimika, unamheshimu kwa sababu ni mume wako. Sina wajua nyie wanazengo. Yaani mimi siwezi kumtii mume wangu mpaka yani neno la Mungu limesema enyi wanaume wapendeni wake zenu. Akinipenda nitamheshimu. Unasubiri akupende ndio umheshimu. Haumheshimu kwa sababu anakupenda, haumheshimu kwa sababu anaheshimika, unamheshimu kwa sababu ni mume wako. Ulichagua mwenyewe. Kwa pastor, ukianza kusema hivyo watu wanaanzaga. Yaani kwa mfano mume wako ni mlevi, unamheshimu. Tafadhali, ulimtoa wapi mlevi? Tuanzie hapo. Simenaje? You respect a man not because he's respectable, but because he's a man and he's commanded by God. Unajua nisikizeni. Naturally mwanamke anataka kumdharau mume wake. Yaani Mungu anajua. Mungu ni mtaalamu. Hujajua tu. Unadhani Mungu alivyosema, yaani Mungu ni anajua. Kwa sababu unaweza kugundua ukaolewa na mtu ukagundua kabisa ni kama namzidi akili. Na ni obvious. Yaani sio kama jambo la ajabu, usiteseke. Yaani wanawake anaweza kukuzidi akili. Na asilimia kubwa wanaume tunazidiwa akili na wanawake. Ndio maana nyuma ya mafanikio ya mwanaume kuna mwanamke mwenye akili. Na ndio maana mwanaume mwenye maono makubwa usihangaike kuoa mwanamke mwenye shepu kubwa, hangaika kuoa mwanamke mwenye akili kubwa. Je, shepu? Hapana, sijasema. Nimesema tu, yani kwa mfano, yani ukigundua una maono makubwa, yani kama unajua mimi, yani ndani yako unajionaga mimi am not an ordinary man. Umesikia? Ukijua mimi sio mtu natamani niende mahali. Hayo mambo ya sura nini yote ni mazuri. Mungu atakupa ambacho unataka, yani cha moyo wako, sawa. Lakini usije ukafanya makosa ukatumia kuangalia muonekano wa nje ndio kama kigezo kikuu cha kuoa. Angalia mwanamke mwenye hizi medula. Na hapa sizungumzia akili za darasani. Akili za darasani za kukalili, sizungumzii hizo. Nazungumzia akili za maisha. Sasa ashumu mwanamke anagundua kabisa wanamsifia mume wangu kwamba anakimbia, ila kwa kweli mimi ndo namfanyaga akimbie. Utamheshimu mwanaume wa hivyo? Umenisikia hicho kusema Yaani jamaa anakimbia, anaenda. Unajua hamna, yani kuna mahali hapa alikuwa anakosea, mimi ndo nilimshauri hajakosea. Unajua madhaifu yake yote. Unajua mapungufu yake yote. Na kama umeembrace the law of transparency, manake kuna wakati mwanaume wako atakuwa very vulnerable to you. Ataonesha hata madhaifu na mapungufu yake ambayo hawezi kumwambia mwanaume mtu yote duniani. Atakuonesha hofu zake kwamba na mashaka, nasikia moyo wangu sielewi what is going on. Ninahisi kabisa napata hasara. Nahisi kabisa sielewi moyo wangu. Do you get what I'm saying? Atakuwa very vulnerable to you. Atakuonesha madhaifu yake, atakuonesha mapungufu yake, utayaona. Afu mwanaume wa hivyo Mungu anasema heshimu. No maana you don't respect a man because he is respectable. You respect him because he's a man. The other side of marriage. Wanawake wengi wako tayari kuheshimu waume zao, lakini wanataka ni kama wa aim. Yani anataka yuko tayari anasema mimi kuheshimu. Wanawake wengi hawakatai kuheshimu waume zao, wengi. Hata huko mtaani hawakatai, ila wanakubali condition, yani kwamba nitamheshimu akinipenda, nitamheshimu akinipa hela, nitamheshimu au mjaisikiaje? Mimi nimeisikia. Sasa hiyo haifanyi kazi kwa mwanaume. Inayofanya kazi ni unconditional respect. Woo! Do you want the attention of your husband? Mheshimu. Unataka kumbadilisha mume wako?
mheshimu. Unataka mume wako ajisikie fahari kurudi nyumbani akitoka kazini aseme naenda kwa mke wangu, mheshimu. Kwa lugha nyepesi, duniani kama na mbinguni ipo na kuzimu, asiwepo mtu yoyote mwenye jinsia ya kiume ambaye unamheshimu kuliko mume wako. Na mume wako akijua yupo, atafight na huyo mtu. Namaanisha hivi Dorosela, bosi wako asije akaheshimiwa kuliko mume wako hata kama anakupa mshahara. Hajanisikia? Eshadai. Mchungaji wako asiwe unamheshimu kuliko nani? Dada. Babako wa kiroho usio kamheshimu kuliko nani? Mume wako. Hujanisikia? Yoktan. Ni sio wewe. Furaha. Isije ikatokea ukamheshimu baba yako mzazi kuliko mume wako. The day umemheshimu, kuna mwamba kagundua kuna mwanaume anaheshimika kuliko yeye, atafight na huyo mtu. Na ndo najibu swali, kwa nini wanaume wengi wanawatukana wachungaji? Mtu anaweza nyema matapeli. Brother, sio matapeli, uchungu. Unasikia mwanamke wanaenda kwa baba wa kiroho, yes daddy, baba, yani daddy, namshukuru Mungu wako, Bwana wa majeshi, Bwana ndio jina lake, ametubadilisha maisha yetu, yani daddy. Afa akifika kwa mume wake, we mwanaume atapambana na huyo. Ndio maana hawezi, anaweza akasema tuame kanisa. Ndio maana kuna wakati kuna wanaume akishagundua kabisa ni kama mchungaji ni kama anachukua nafasi yake, unaweza kushangaa anaanza kumsema baba mchungaji. Sasa wao wanawake wengi waelewi, yani haelewi, yani kama sikia kina pasta sikia tuangalie tu, unajua kina pasta sikia usione hivi, yani kuna nama watu wana mambo mengi asisema, sitaki kusema tu. Wewe moyo wako unasema hata kusema nini? Kwa nini? Kwa sababu wewe kila project unataka kufanya lazima umwambie baba yako, na sio kumwambia kwa maana kutaka baraka. Ni kwa maana hii kwamba baba akisema, hata kama mume wangu tulijadiliana akakubali, mimi sijali mume wangu atasemaje, mimi nafuata cha baba tu. Unahisi ni ukiroho mwenyewe. Unajua I am very spiritual. You are not spiritual, you are full. Naye ongea ni mchungaji ambaye nina watu ambao wananisikiliza. Kwa hiyo ningekuwa ni mtu kusema jamaa anasema kwa sababu sio mchungaji. Mimi ni mchungaji na ni baba wa watu. Kuna watu ambao wananiangalia mimi as a father figure. Ndio kama mzee. Lakini naambia ukweli, kama mmekaa na mume wako mkajadiliana jambo, mnapoenda na mmefika conclusion kabisa, kwa mchungaji ni kwenda kupata baraka. Na ikitokea mchungaji amelichallenge, sio unaamua mkae tena na mume wako mkubaliane. Akikataa fuata na mume wako. Kwa unasemaje? Kwa baba, nyie mnataka ndoa nzuri, mnataka msifiwe na watu. Nyie mnatafuta nini? Mnataka nini? Ndoa nzuri au unataka sifa kwa watu? Ndio nawapa sasa funguo. Kwa pastor anatufundisha kudharau wachungaji. Sijasema hivyo. Nimesema asiwepo mwanaume yoyote unayemheshimu kuliko nani? Mume wako. Waga na waangaliaga wanawake wengine. Eti kuna sahani ameweka hizo wageni. Hizo wageni. Mume wako analia mabangalalo. Alafu wewe hizo wageni, yaani mimi nizikute za wageni nyumbani, kuna siku nazichukua. Unakuta nazichukua unakuta nimelia. Nani mgeni mwenye heshima kuliko mimi ndani wewe? Nani mgeni ndani? Nani mgeni mwenye heshima ndani? Nani mwenye heshima kuliko mimi? Nani mwenye heshima kuliko mimi? Nani mwenye heshima kuliko mimi? Huyo mgeni ambaye anakuja siku moja, mimi ndo nahudumia ndani, nalea watoto. Alafu mimi nani mwenye heshima kuliko mimi ndani? Yeye mnanichukuliaje kidogo? Nazipata. Yaani usipokuwa makini nazichukua, naweza nikaziweka mahali ambako hutaziona tena. Na sahani hizo unazoziona sasa hivi utaziona ndoa ni rahisi, lakini rahisi hitaji la kwanza la mwanaume ni nini?
heshima. The other side of marriage. That's the series ambayo tunaendelea nayo. Na naomba niongee kitu kingine kidogo. Standard ya kumheshimu mume wako ni ipi? Sababu hapa sasa sitaongea kila kitu, ila at least nikupe standard ya kumheshimu mume wako. Kwa unajipima kwamba hivi namheshimu mume wangu? Je, mimi naona nina uwezo wa kumheshimu mume wangu? Ndio kana msai. Kiukweli standard pekee au kubwa ya kumheshimu mume wako ni kumtreat mume wako kama ambavyo ungemtreat Yesu kama mfalme. Yaani ni kumtendea mume wako kama ambavyo ungemtendea Yesu, mfalme Yesu. Yaani kwa lugha nyepesi, kwa mfano Yesu angekuwa bwana wako, ungeongea naye kwa namna gani? Ungemtendeaje? Ikatokea mmepishana, ungemjibuje? Ukijiuliza hayo maswali, jiulize ndo ndaweza kumtendea hivi mume wangu? Ukigundua uwezi, maana yake kuna mahali unapungua. Remember, we respect our man not because they are respectable. We respect them because it's a command from God and because they are men. Sababu ukisema hivi unasema, umeshasema nimheshimu kama Yesu. Je, mume wangu yuko kama Yesu? Mbona hayuko? Tafadhali. Hello. Wanawake wengi hawaheshimu waume zao. Hawaheshimu. Nikupe mfano ya mambo ambayo wanawake wanafanyaga ambayo yanaonyesha hawaheshimu waume zao. Sasa yako mengi lakini nakupa mfano. Kwa mfano, kama kuna kosa unaweza kufanya ni kumlinganisha mwanaume wako na mwanaume mwingine. Siku pekee unaoruhusiwa kumlinganisha mwanaume wako na mwanaume mwingine ni pale ambapo mwanaume wako ni bora kuliko mwanaume mwingine. Yaani wewe hauombi kama Jelieza. Umeharibu, yaani umeshakosea. Yaani uombi kama Jelieza. Yaani hilo mungu la kosa. Yaani ungekuwa kama pastor, kama baba yani. Yaani umeshaharibu. Usimlinganishe mwanaume wako na mwanaume mwingine. Simlinganishe. Na siku mlinganishe akiwa bora yani. Ukiona mwanaume anamzingua mke wake, basi ila mume wangu ni mtu mzuri sana. Mke wangu aliniambia wewe ni mtu mwema. You're not just, yani wewe ni mtu mwema. Yani mimi si ningeolewa na nani ningekuaje yani. Sikia ventilation yani. Should I give you the word? Ni watu wote ni watupe nje nikupe peke yako? Usimfokee mwanaume wako. Usimdogoshe mwanaume wako. Shasikia mtu anasema mwanaume utakuwa wewe. Grave mistake. Usimdogoshe mwanaume wako. Usimwabuse, usimtukane mwanaume wako. Niangalie. Jesus my God. Ningekuwa naongea na wanandoa walio kwenye ndoa, ningewaambia hivi, usije ukaweaponize sex. Narudia tena. Usije ukasema hivi, nitashiriki tendo la ndoa na wewe ukinipa hela. Au ukifanya hivi na hivi na hivi, ndo yani kwamba mume wako yeye kama ana aim hicho kitu, yani kwamba ili apate lazima atoe. Umheshimu mume wako. Kuna mambo naongea tu kwa sababu naona nisipoongea tunaweza tusikutane wakati huo kwa bwana niletuke tu. Kuna watu wanajua sema naogopa wale wanazengwa kule wasaka kanukia mchungaji anahubiri nene madhabahuni. Ajari kuna watoto. Hapa si hatuna watoto, tuna watu wazima tu. Don't weaponize sex. Wanawake wengi wanaiponize sex na wana sababu za kufanya hivyo. Ukiolewa nitafute. Taongea vizuri hilo eneo. Wana sababu kabisa. Kuna watu mimi nani fanya hivi? Lipa ada kwanza. Hujalipa ada. Ukishaanza kufanya hivyo, mwanaume ndani yake anatafsiri don't respect him. Hallelujah. Okay, yeye anaongea kitu kingine. Kwa mfano, don't correct your men in public. Yaani usio kumrekebisha mume wako mbele za watu. Yaani hapo hata kama amekosea jambo la ajabu, nenda kamrekebishie chumbani kwenu. Mkiwa mbele za watu wewe sifiaga tu. Wewe ndio simba wa kabila la familia. The chief commander of our family forces. You are the majesty
Ila ukiwa chumbani unamwambia pale umekosea, sio sawa, sio vizuri pale mume wangu. Do you get what I'm saying? Usije ukafanya kosa la kumsema mume wako mbele za watoto wako. Usije ukafanya kosa la kumsema mume wako hakiwa hayupo. Wanawake mkienda saruni, unafanya makosa. Yaani mume wangu, wakina mama wa leo kwa umbea mmezidi, mkikutana saruni mnaanza kusengenya, mume wangu hanifai, mume wangu ni nene. Sikiliza wewe, ukitaka kujua wanawake wasio na hekima wengi, nenda kaangalia saruni. Nenda saruni. Yaani mume wangu, sikiliza, ile ikitokea mume wako akajua hilo jambo, is a very dangerous thing. Usizungumze udhaifu wa mume wako mbele za watu. Don't do that. Naonaga wanawake wengi anatoka anaenda kusema udhaifu wake kwa nani? Kwa ndugu zake. Yaani mume wangu anijari, mume wangu sikafanya hivi. Watu wanalipuka, anaongea, anaambia wazazi wake, au anadhani anafanya hekima akienda kuambia wazazi wa mume wake. Yaani lack of knowledge and understanding and wisdom. Kama kuna ulazima wa kwenda kumuongelea mume wako kwa jambo ambalo sio zuri, nenda kwa mchungaji aliyekomaa au nenda kwa marriage counselor. Usiende kwa mashabiki zako. Don't go to FFF, your family, your friend and your fan. Don't go to them. Ndo nisikilize, unajua ndo maana wanaume wengi, niangalie vizuri, wanaume wengi hawakubali kwenda kusuluhisha matatizo yao ya ndoa hata kwa marriage counselor. Kwa sababu wao tafsiri yao ya kwamba hujaniheshimu, yani unahisi mimi siwezi kutatua tatizo langu la ndoa. Yani shida sio ndoa, yani shida ni anakaigo, yani kwamba kama unaonaje unaenda kwa mchungaji? Unanichukuliaje? Kwani mchungaji ana matatizo yake ya ndoa? Yeye anamwambia nani? Sio shida yeye, shida ni nini? Ego. Na ndio maana mwanaume akipelekwa kwa certified marriage counselor, akitoka pale anafurahi. Kwa sababu certified marriage counselor anajua namna ya kudili na wanaume. Moja kati ya namna ya kudili na wanaume, you have to massage his ego. Kwa mwanaume akifika kwangu, akitoka kwangu mimi, anakuwa mshirika. Na kama sio mshirika anakuwa ananikubali, sababu yule mchungaji ni hatari, yani yule jamaa ndo mwenyewe yani mimi mwanaume aweza kanisikiliza mimi serious hivi na asinikubali. Anagundua mimi nikiwa nafanya ndoa, anagundua huyu jamaa ana balance. Ukija kwangu kama ni mwanaume, hata kama umeletwa na mke wako, wanawake wanaita nasema labda mbele ya mwanamke, nasema nakushukuru sana kwa kukubali kuja huko. Mwanamke unasikia anadakia, hamna, alikuwa anakataa, mimi ndo nimemleta. Anambia hapana, hujamleta. Hata ungemlazimisha, kama alikuwa hataki asingekuja. Kwa hujamleta, amekuja yeye. Hapo mwanaume unasikia anatulia hivi, anashusha gadi chini, kwa sababu mwanaume ni fighter. Akija kwenye counseling anaandaa makombola ya kujitetea na ashinde, kwamba kwa unaambia no, umefanya vizuri, na una message na ego yako. Unaambia ni wanaume wachache wenye hekima ambao wanaweza kwenda kutafuta msaada kwenye ndoa yao. Unaipenda ndoa yako, unasikia mishale yote kaweka chini. Unasikia atabasamu, ndio. Na nikiwa naongea naye wakiwa na mke wake, siwezi kuongea neno lolote ambalo linamdimini mwanaume. Si upande wake, ila siwezi kuongea neno lolote. Na ikitokea mke wake anadimini, naambia wewe, huyu ni mume wako, mheshimu. Ila nikitaka kumpa vipande vyake, naambia mke wake toka, nataka niongee na mume wako. Akiondoka naambia sikiliza baba, hii man to man sasa. Ninampa vipande, nampa ngumi za usoni. Afu nikimwita mke wake, heshima inaendelea vile vile. Akiondoka lazima wewe mshirika wangu. Unajua jamaa, hili ndio mwanaume, hili yeye anadhani kwamba huyu ni mwanaume mwenzangu. Sio mwanaume, mimi ni kansela wewe. Kuna mmoja aliachaga kwenda kanisani. Mwanaume mmoja aliachaga kwenda kanisani. Enda kwamba mwanamke alimpeleka kwa mchungaji wake bishop. Kaenda kumsemelea, sasa bishop naye siki mwanaume anafanyaje vitu kama hivi? Akamwita yule mwanaume. Kaanza kumsema mbele ya mke wake, yani unakosea, si wanaume. Jamaa anasema ndio baba. Yes daddy.
Kabadilika baba. Nimekoma mimi. Natubu. Baadaye askofu akasema safi, amekubali, basi shikaneni mikono, akamkumbatia mke wake na nini. Safi. Basi baba, nakushukuru kwa sababu umerekebisha ndoa hii. Jina lako libarikiwe. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, alhamdulillah. Endeni nyumbani. Jamaa alipofika nyumbani akauza, nimekoa mimi au kokoa bishop? Kuanzia leo unachagua mimi au unachagua kanisa? Na kwa sababu alikuwa ni viongozi, akasema nataka kila chochote cha kanisa mrani kibebe sasa hivi ukipeleke kanisani. Na kama utaki na kutoa na kupeleka kanisani na sikutaki tena. Ukiamua kuwa na mimi tuwe na mimi. Ukitaka kuwa na kanisa kuwa na kanisa na bishop wako. Hawezi akanitukana kama mtoto mdogo namna ile. Ole wako. Na jamaa, he was a very good man, alikuwa na mtoaji kanisani, alikuwa ni kiongozi kanisani. Jumapili imefika hajaja kanisani. Bishop piga simu, jamaa ka block, bishop block kila mtu. Fuatilia bishop angundua jamaa ndo anaenda kwa counselor, anaenda kwa mentor wangu Bisadeo wale, bana vipi nimefanya? Aya. Wewe jamaa akirudi mshukuru Mungu ni rehema. Hawezi kurudi tena. Sasa you made a grave mistake. Huwezi kumdharau mwanaume mbele ya mke wake. Umempa endorsement mwanamke ya kumdharau mwanaume, na mwanamke anemdharau mwanaume ameondoa hitaji mama la mwanaume. Hiyo ndoa imevunjika. Namna za kumheshimu mume wako, baadhi ya namna. Siongee zote, naongea baadhi tu. Haleluya. Lakini si mnaelewa? Mnanielewa vizuri eh? Hapo sijaongelea mambo ya wanawake, hapo naongelea wanaume tu. Eneo la kwanza la kumheshimu mume wako, mruhusu afeli. Allow him to fail. Mruhusu afeli. Yaani inamaanisha hivi. Wanawake wengi hakuna mtu ambaye hata mheshimu mtu ambaye ana matokeo. Afeli kwenye biashara zake, afeli kwenye chuchani, yuko vizuri. Si utamheshimu naturally? Naturally tendency ya wanawake ni kumheshimu mwanaume ambaye anaonekana amemzidi, ana matokeo na kila kitu. Ikitokea amefeli anamdimini. Sasa moja kati ya practical ya kumheshimu mume wako ni kumheshimu hata akiwa amefeli. Umruhusu kama ni mwanadamu anaweza kufeli. So hata nyakati za kufeli, nyakati za udogo wake, onesha kwamba still I respect you. Still na kutegemea, still na kuamini. Basi. Hello. Jambo la pili. Mheshimu kutokea kwenye yule unayetaka awe, sio kutokea kwenye alivyo sasa. Mheshimu kutokea kwenye yule unayetaka awe, sio kutokea kwenye yule alivyo sasa. Hana him where you want him to be, not where he is. Hapo simenelewa eh? Watu wengi wanadhani kwamba nitaanza kumheshimu mume wangu siku akiwa bilionea. Au kama ni mchungaji, siku akiwa anatembea na bodyguard wake vinini papa. Wow, ndo nakuta mama mchungaji akifika anapiga hadi magoti. Jamani, namkaribisha baba yetu, our daddy in the house. Yani, do you get what I'm saying? Yani picha yake ni kwamba siku nikiona mume wangu yuko kama Apostle Grace Lubega. Siku nikiona ana heshima kama Bishop Dickson Kabigumira. Siku nikiona yuko kama Bishop David Oyedepo. Ndio nikienda pale nikiwa sasa, jamani naomba tumkaribishe baba yetu, baba karibu daddy. Jamani tusimame sky. Mshangilie bwana kwa ajili ya baba yetu, mtu sahihi, mtu wa majira haya. Mwanamke anadhani nitamheshimu mume wangu na nitadisplay heshima siku akiwa CEO. Ana watu 10,000 wako chini yake. You are wrong. Usimheshimu mume wako kutokea kwenye leo yake, mheshimu kutokea kwenye kesho yake, na hiyo ni namna bora ya kumsukumiza afike kwenye hiyo kesho. Umenielewa? Hii siri alikuwa nao Abigaili. Abigaili wakati anaongea na Daudi hakwenda kumrespect kama Daudi kijana ambaye hata mume wake hamjui. Hakika mume wake alikuwa mjui Daudi. Daudi alikuwa nani entity. Nyie ndio mnasema alikuwa shujaa, anapiga Goliath na nini? Hakuna, Daudi alikuwa hana kitu. Na namna moja hapo alikuwa na kitu, nilikuwa na hela. Angekuwa na hela angeenda kuomba msaada. Kwa maskini mmoja hivi mwenye Mungu tu, lakini ni maskini kama maskini wengine tu. Kwamba alimuua Goliath sikatai. Kwamba alimuua mimi sikatai, aliua dubu na simba, ni kweli, lakini hakuwa na kitu. Kama ambavyo wewe unajijua kabisa mimi ni spiritual giant, unajijua mimi.
Nile tu hajafunguliwa macho, wangenijua. Wangekuwa wananingangania. With all due respect, with all humility, mimi najijua. Kwa mfano mimi I'm not an ordinary man. I know, yani mimi najijua. Mimi sio mtu wa kawaida brother. Yani wewe kama unadhani pastors, yani mimi sio mtu wa kawaida. Kwa unyenyekevu wote. Hivi kwa haya madini ninayofundisha, Tanzania hawahitaji. Kwa haya madude ninayofundisha ni unadhani kwa watu wengine wanafundisha kitu fulani unaona, mbona niko nipa sasa kasime maarufu yani, mbona kama madude? It's the matter of time. Sasa sitakuwa siku nikiwa niko. Mungu ni mchakato tu, na mchakato ni wa muhimu kuliko matokeo kwa Mungu. Umenielewa? Ndio alivyokuwa Daudi. Kwa Abigaili wakati anakutana naye, anaongea naye kama tayari ameshakuwa mfalme. Kwa alikuwa anaongea na Daudi kama ni mfalme tayari. Do you get what I'm saying? Niliwafundisha hivi siku moja nikamwambia kwenye ile Samueli wa kwanza 25 mstari wa pili ule. Samueli wa kwanza 25 mstari wa pili. Daudi Abigaili alimuita Daudi bwana zaidi ya 10. Bwana wangu, mimi kijakazi wako. Sikubiri kwanza. Unajua huyu ni mke wa Nabali, ambaye Nabali ni mpumbavu na upumbavu wanao kama jina lake. Na kama Nabali alikuwa na hela nyingi, manake nyuma ya hela za Nabali alikuwa nani? Abigaili. Alafu anafika kwa Daudi ambaye ni ombaomba. Ila anapoongea naye, aongee naye kutokea kwenye huyu ambaye hana kitu. Anaongea naye kutokea kwenye yule ambaye anajua Mungu alishasema you will be a king. Ashukuriwe Bwana wa majeshi aliyekutuma na nikautakabali uso wako. Wewe sio kutakabali uso wako, amemassage wa ego blaza. This is a practical way to honor your husband. Mheshimu kutokea kwenye yule ambaye unataka awe. Na wewe ndio unapaswa kudisplay namna ambavyo watu wanapaswa kumheshimu mume wako. Ndio maana nisikizeni, hata wanaume nawaambiaga, ukitaka mke wako adharaulike anza kumdharau. Simple like that. Ukitaka mke wako aheshimike na ndugu zako wote, usihangaike, mheshimu wewe kwa unavyotaka wamheshimu. Umenielewa? Mwanamke hata kama mume wako hana hela, usipate shida. Kuna namna mheshimu mpaka watu wasema, ila kama mwanamke haka hana hela, sio amempa nini? Kama kwanza mimi kwa mke wangu, sio amempa nini udada huyo? Yaani anakafanya kazi gani? Hana kazi, ni mchungaji. Hana kazi nyingine. Kazi nyingine ipi ndio uchungaji? Unataka kazi gani? Wewe una kazi ngapi? Hana kazi nyingine. Sasa hana kazi nyingine kivipi? Mbona wewe ni engineer atuulize una kazi nyingine? Wewe mbona sio engineer na daktari kwa wakati mmoja? Mbona wewe ni engineer peke yake? Mbona tusumbua tu? Kazi yenyewe uchungaji hamuijui, nafanya kazi nataka mtupangie namna kufanya kazi ya uchungaji. Sasa singekuwa anafanya uchungaji, alafu anafanya na biashara. Wewe mbona ni engineer na biashara ufanyi? Mbona ufanyi? Mbona kama ni rahisi hivyo mbona ufanyi? Kwa mganga alikuwa ananiambia mume wangu ni mchungaji. Kazi yake ni mchungaji. Kazi tunauliza kazi, ni mchungaji. Kazi gani tena? Sio kama ni mchungaji kwa sababu amekosa kazi. Mume wangu ni engineer, amesoma na alikuwa na GPA kubwa na alifaulu vizuri, ila akaamua kufanya kazi ya uchungaji. Sasa mtaishije? Yeye anavyoishi na mimi tutaishi hivyo hivyo. Yaani anavyoishi yeye. Maana hajafa, anapumua. Anachokula tutakula. Na kwa kweli shehe wangu unaonaje? Mheshimu mume wako kutokea kwenye yule unayetaka awe, sio huyu aliyepo sasa hivi. Jambo la mwisho, mfichie madhaifu yake na reflect ubora wake, strength yake. Mfichie nini? Madhaifu yake. Usiongeongee madhaifu yake kwa watu. Hakikisha unamfichia mume wako madhaifu, sawa? Kama kuna ulazima wa kuongea madhaifu ya mume wako, nenda kaongee mahali panapotakiwa kuongelewa, penye majibu, sio umbea. Na nisema mahali penye majibu ni wapi? Marriage counselor, mtu ambaye anajua hekima ya kutatua kesi za ndoa, peleka hiyo kesi. Ila kwa watu wengine kimya. Ukikaa na watu usiongelee udhaifu wa mume wako hata mmoja, hata kwa bahati mbaya. Hata kama watu wanaongea ni mume wangu, wewe achana nao, wewe acha waongee, wakimaliza wakisema na wewe shosti yangu, mimi kwa kweli mume wangu hamna, mimi bwana nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa neema. Huyu mwanaume ni mtu mzuri. Yaani mimi mume wangu aiseni kama malaika tu. Kwa hiyo hakukosea, ni mume wangu mimi ndio huwa namkosea, ila mimi yeye hamna. You respect that. And last but not least, mheshimu kwa maneno na matendo. Chochote unachokisema, chochote unachokitenda, kidisplay heshima.
Simama kwanza kwa miguu yako hapa. Simama juu kwanza. Simama juu kwa miguu yako. Amtaki au? Kwa leo naomba nishie hapa. Mbona unasema Amataka? Unataka nini? Sielewa. Yaani sikizeni, kiukweli nimefundisha nusu ya somo. Na nilimwambia na mke wangu, ngambia somo hili ni refu. Kwa sababu leo nataka nifundishe hitaji la mwanaume na hitaji la mwanamke moja moja kwanza. Mwanamke. Sawa, nataka tuombe kwa dakika kama 3 hivi. Nataka tuombe tu prayer point rahisi tu. Mwanamke nataka uombe hivi: Baba, ninaomba neema ya kumheshimu wangu. Ameolewa, kama hujaolewa, omba hivyo tu, Mungu akupe. Sababu it's not simple, sio rahisi hivyo, sawa? Mimi naomba neema ya kumheshimu nani? Mke wangu. Kama mwanaume, jiombee: Baba, naomba uniletee mwanamke ambaye ataniheshimu. Hivyo tu, simple as that. Na unaweza kuongezea hapo kidogo, naambia napeperusha kila mwanamke ambaye atanisumbua. Kama uko kwenye ndoa, hilo ni chaguo lako. Mwambie Baba, naomba hata kama alikuwa nakudharau, useme yani baba angekuepo leo, haina haja ya kuepo. Mwambie Baba, msaidie. Tumeelewana? Na kama unataka kumtumia hili somo, kama ni mwanamke, sawa, usimtumie hili somo kwanza. Umtumie lile kwanza wewe la kumfanyia yeye. Akilifurahia unamuongezea na hili. So usikiza na hili. Umenielewa sasa? Unamsogezea na hili. Usianze hili kwanza. Msogezee kwanza la kwako wewe. Sasa huyu pastor ni hatari. Hapo pia kuna lingine ile la pili. Kama ni mwanamke, mtumie hili. Mtumie la hitaji la kwanza la mwanaume. Sasa huyu pastor anamwambia kuna lingine nakafundisha. Mtumie la kwako sasa. Umenielewa? Sema: Baba, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninakuomba sawa sawa na neno lako. Kwa wale wanaume sema: Bwana Yesu, ninaomba unipe mke atakaye niheshimu sawa sawa na neno lako. Katika jina la Yesu, ninakataa kuwa na mke ambaye hataniheshimu. Katika jina la Yesu. Kwa wale wanawake sema: Baba, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninaomba neema ya kumheshimu mume wangu siku zote za maisha yangu. Naomba uombe prayer point sasa. Omba sasa prayer point. Omba kwa kumaanisha you need the grace of God. Unahitaji neema ya Mungu. Nadaba shekete palia retu sekete namande kaloske bina ante bedia rato sakata pelikande keduse kedebedia rata yakande bede kose kidabande kaladaba rima sokote mekedusa kadabande biamando sande bele kuse kidabarande katopedede dikato sikete mekinto paradabande kedia Rakose kita makande zunde mekida makande bedia latose kete makande bedine suna makande bedia. Baba, katika jina la Yesu, katiba kose kete makante beli kadiso kopala kante bedia lekus na makante beliande kazude mekina. Niletee mwanamke ambaye ataniheshimu. Shanima katose kita makante bedia retuse kina mande kalados kebina ante bedia shande melekuse telikata balande. Ninamwombea mke wangu neema ya kuniheshimu, ya kunitii, ya kuniheshimu. Baba, ninamwombea mke wangu neema. Ninamwombea mke wangu neema ya kuniheshimu, ya kuniheshimu, ya kuniheshimu. Saidia mke wangu, saidia mke wangu, saidia mke wangu, saidia mke wangu. Yande beliko seida bakanto beria yedi banane sodi bakante belikande beria saidia mke wangu
Ninawaombea mabinti wa mahali hapa. Baba wasaidie Bwana. Baba, it's not by might, by power, but by spirit of the Lord. Wape neema ya kuheshimu waume zao. Wape neema ya kuheshimu waume zao. Baba na